Wasichana wengi wamejikuta wanateseka kwenye mapenzi kwa sababu ya kujipendekeza kwa wanaume. Yaani unafanya vitu kwa kujipendekeza. Yaani ufanyi out of love, mapenzi yanakuwepo mpaka yamepitiliza. Sasa unakuwa unajipendekeza. Sasa wanaume wanagundua kwamba wewe unajipendekeza, na mwanaume akisha kugundua kwamba wewe kwake unajipendekeza, my dear, hakuna rangi utaacha kuona, because yeye anaamini kabisa kwamba unavyojipendekeza vile, maana yake wewe tayari ni mwanamke ambaye hujiamini, cha kwanza. Cha pili, huamini kama unaweza ukampata mwanaume mzuri zaidi yake. Yaani huamini hata kama yeye amekuwa wako. Yaani huamini. Kwa hiyo anachokifanya yeye ni kuhakikisha kwamba anatumia huko kujipendekeza kwako kama fimbo ya kukuchapia wewe. Kwa hiyo msichana kama msichana, unapoingia kwenye mahusiano, jitahidi sana. Jitahidi sana baby girl, jitambue. Jitambue, fanya vitu kwa kiasi. Wanaume wanapenda wasichana au wanawake wanaojipenda, wanaojiheshimu, wanafanya vitu kwa kiasi. Unaingia kwenye mapenzi na mtu, unaacha kila kitu ulichokuwa unakifanya. Ulikuwa na biashara yako, una stop, unaacha vitu vyako kwa sababu ya mahusiano. Moja kwa moja yule mwanaume anakuona kabisa wewe you are crazy and you don't deserve him. Anaona kabisa huyu mtu hani deserve. Kwa nini anaacha vitu alivyokuwa anavifanya because of me? Anajuaje kama mimi nitakuwa naye siku zote? Because anything can happen. Yaani yeye mwanaume ndo anaanza kujifikiria vitu ambavyo wewe mwanamke ulitakiwa ujifikirie. So baby girls, be very very careful. Mwanaume hataki mwanamke wa kujipendekeza kwake. Ukishaanza kujipendekeza tu, unaonyesha desperation, and after desperation hakuna kala ambayo hata kuonyesha huyo mwanaume. Atakuonyesha kala zote. Yes.